Habari, karibu tena kwenye chaneli yako ya East Africa Astro Guide. Leo tunazungumzia tena alama mbili ama nyota mbili ambazo ni nyota ya Nge pamoja na nyota ya Simba. Kama tulivyosema hapo awali kwenye video zetu zilizopita, tupo katika solar eclipse kwenye alama ya Ndoo ama Aquarius, na kwa wiki hii kwenye alama ya Scorpio ama Nge, kitu kikubwa ambacho tutaweza kukipata ni kwamba watu wenye alama hii watahisi kuwa na umakini hasa kwa siku zinazokuja mbeleni. Kwa sababu ya nini? Tarehe 17 mwezi wa pili 2026 ambao ni siku ya Jumanne, kuna solar eclipse kwenye alama ya Ndoo ama Aquarius, na hii solar eclipse hasa itaangazia kwenye nyumba ya 4 ama house number 4 kwa alama ya Nge. Kwa hiyo house number 4 kama tunavyofahamu inahusika na masuala ya familia na hisia. Kwa hiyo basi hii huitwa kama domestic sector ama sekta ya nyumbani, ambapo watu wa nyota hii watahitajika kufanya baadhi ya mfano adjustment mbalimbali kwenye chumba au kwenye nyumba ama decoration, kupamba nyumba na kadhalika. Kwa sababu nini? Ili kuhisi ile furaha ama hamu ya kukaa mahali ili nyota yako iweze kupata amani na utulivu na kuhisi kwamba ina mapenzi na sehemu fulani. Kwa kama utafanya hivyo, kitatotokea ni kwamba utapata maendeleo au mafanikio ndani ya familia, kwa maana kwamba utajihisi utofauti kwenye familia yako na wewe mwenyewe kwenye nafsi yako. Hii itaipa nafasi nyota yako kupata utulivu na kupanga mikakati, kwa sababu tayari utakuwa umeshajipenda na kupanga mikakati mikubwa ya maisha yako. Lakini sio hivyo tu, kwa baadhi ya alama katika hili kundi la nyota ya Nge watapata ugeni ambao unaweza ukawasaidia kwenye maisha yao. Kwa vitu vya kufanya kwa tarehe hii kuanzia 16 mpaka 22 ni kupangilia nyumba, kufanya decoration, kufanya adjustment mbalimbali. Na hapa sasa vingine utaachia cosmos ifanye kazi yake. Kwa sababu gani? Tarehe 18 baada ya tarehe 17 kuna tukio kubwa sana litatokea kwenye nyota hii, na tokeo lenyewe ni baada ya jua kuwepo katika alama ya Aquarius ama Ndoo, litahamia kwenye alama ya Pisces ambayo itakuwa ni katika sekta ya mahusiano, mapenzi na ubunifu kwenye alama ya Nge. Na huu mzunguko wote utakuwa kwa sababu ya kufurahia maisha na uzuri wa maisha, kwa sababu nyota hii inazidi kuandaliwa zaidi. Lakini kikubwa zaidi pia tumezungumzia swala la ubunifu. Kama una talent yoyote ama ubunifu wote, wewe mwenye nyota ya Nge, hii ni wiki ya wewe kuanza ubunifu huo. Kama una ubunifu wowote, una kipaji chochote, usikieke ndani, kitoe. Itakusaidia sana kupata mafanikio makubwa mbeleni. So wakati wa kuwa na kipaji ama ubunifu fulani na ukakaa ndani au ukajifungia ndani, hapana. Kwa sababu tayari tumeshasema jua litamia kwenye nyumba yako ya ubunifu na passion. Kwa hiyo moja kwa moja watu watakipenda kitu unachokifanya na watakuunga mkono kwa siku zinazokuja kama utaendelea kufanya. Kwa haya ni maandalizi makubwa sana kwa wenye nyota hii watambue. Lakini tarehe 20
pia katika nyota hii tarehe 20 ni siku kubwa na nzuri pia. Kwa sababu gani? Sayari ya Zohali na Neptune zitakuwa kwenye same degree, degree ambazo ni same, kwenye 0 degree, kwenye alama ya punda. Maana yake ni nini? Hili jambo halijawahi kushuhudiwa kwa muda mrefu sana, lakini limetokea kwenye nyota hii ya Nge kwa kipindi hiki. Kwa hiyo tutatokeona nini sasa? Tangu mwaka 1989 jambo hili halijawahi kutokea. Kwa hiyo hapa tunapata nafasi kubwa sasa, kwa vile ambavyo tumevikusudia kuvifanya tuvifanye. Usiache kipa chochote unachofanya, angalia namna yoyote kianze. Kwa sababu gani? Kitakuwa na mafanikio makubwa kama utakuwa na nia kukifanya kwa muda mrefu. Kwa sababu gani? Mara ya mwisho tukio kama hili lilionekana kipindi ambacho ni mwaka 1989, siku ambazo ule ukuta wa Berlin uliweza kuanguka. Kwa hiyo tukio hili ni kubwa, kwa sababu kama ulikuwa na kitu ambacho kiko stagnant kimekaa tu, ujue kitu hicho kama utakitumia utaweza kuondoa mzigo mzito kwenye maisha yako. Maana maisha yako yataweza kubadilika. Tunatoa hii kwa sababu hii ni siri kubwa, kwa sababu kila nyota ina namna yake kupata mafanikio. Kwa yote ambao watawekeza nguvu hii katika ubunifu na ubunifu kutoa nje, kuna nafasi kubwa wenyewe kupata mafanikio makubwa. Kwa ni wakati wa kufanya hivyo, na italeta mafanikio makubwa sana. Lakini tutakuja kuangalizia pia nyota ya pili ama kundi la pili, ambao ni kundi la Simba ama Simha ama wanaita Leo, kuanzia tarehe 16 mpaka 22. Kwanza kabisa kwa watu wa Leo au kundi la Leo, hawa watu ni vyema zaidi kupanua mipaka yao katika mambo yao. Maana kama una jambo unalifanya, ni wakati wa kulipanua zaidi. Kama kuna jambo umelianza na unalifanya, usiliache, bali tengeneza mazingira ya kulipanua liwe kubwa zaidi. Kwa maana gani? Na uingie ndani kwenye jambo hilo. Kama umeshaanza chochote ulichokianza, ni wakati wa kukipanua, ukijengea mazingira ya kuwa kikubwa. Kwa sababu kinachoonekana, watu wataanza kuwa na focus kubwa kwako. Wewe utaanza kuangalia watu. Focus yako kubwa itakuwa ni kwa watu. Kwa hiyo sasa kitu chochote utakachokifanya sasa kipanua, kwa sababu jambo lote linalohusisha watu ni jambo kubwa. Kwa hiyo basi, kwa sababu na solar eclipse hii ambayo itatokea tarehe 17 siku ya Jumanne, itagusa sekta yako hasa ya masuala ya mahusiano, biashara na kadhalika. Kwa kama utaongeza nguvu kubwa kwenye kitu unachofanya na kukipanua, ujue mlango wako umefunguka na unaweza ukafanya mambo makubwa sana ambayo hujawahi kuyatarajia, kama fokasi yako itakuwa ni kwenye kupanua kitu ambacho unakifanya kwa muda huu. Na hata kama ni kwenye mahusiano, kama alikuwa ni mchumba, basi mchumba huyo basi tengeneza mazingira ya kuja kuoana na kadhalika. Kwa sababu gani? Tukio hili la solar eclipse lililotokea tarehe 17 halijawahi kutokea kwenye mlango wako huu wa mahusiano na biashara tangu mwaka 2018. Mara mwisho ilikuwa ni mwaka 2018 tangia eclipse hii itokee kwenye sekta yako ya mahusiano. Na kama utakuwa na mchumba au biashara, ukataka uipeleke mbali zaidi, maana uikuze biashara yenyewe, utapata mafanikio makubwa. Na kama ni mahusiano, basi ukayafanya mahusiano yako yakawa ni imara zaidi, utapata mafanikio kwenye mahusiano hayo. Lakini kwa wale ambao ni singles, ambao hawana mahusiano kwenye nyota hii ya Leo, watakuwa na bahati sana kwa kipindi hiki, kwani kuna uwezekano wa kupata mtu sahihi kwenye maisha yako, kwa sababu mlango wako wa mafanikio na mahusiano ushafunguka kutokana na hii solar eclipse ambayo imetokea. Basi kuna uwezekano mkubwa wa wewe kupata mafanikio makubwa. Na hapa tuweze kusema ni kwamba sio kwamba kila kitu kitatokea overnight, hapana.
mlango ushafunguka, mambo yataenda taratibu, lakini kama utakuwa na nia kwamba mimi labda nina mahusiano, nataka kuyakuza mahusiano yangu, utapata mafanikio. Kama ni biashara unataka iwe kubwa zaidi, iwe na mafanikio makubwa, ni kipindi chake, lakini kitakuwa ni taratibu, lakini mwisho wa siku utafika. Kwa sababu gani? Hii solar eclipse italeta mabadiliko makubwa sana kwa kipindi cha mwezi mmoja na kuendelea. Lakini kikubwa zaidi, achilia universe ifanye kazi yake, wewe fanya katika namna yako, achia universe ifanye kazi yako, na utakuja kutuambia ni matokeo gani ambayo utakuwa umeyapata. Lakini kikubwa zaidi ni pia ujue kwamba tarehe 18 kwenye nyota ya Simba ama Simha, pia jua bado litatoka kwenye alama ya Aquarius ama Ndoo na kuingia kwenye alama yako, kwenye alama ya Samaki, lakini kwenye nyumba ya 8. Sawa, nyumba ambayo inahusikana na swala la major finances, masuala ya kifedha, masuala ya vitu vya kufanya kwa partnership na kadhalika. Na utashangaa kwa kipindi kidacho cha wiki 2 mpaka 3 mpaka 4, kuna mambo ambayo yatajitokeza. Kwa mfano, kama mnafanya kitu kwa pamoja na fulani, kama ni biashara, ni kilimo au chochote unachofanya kwa partnership, usio ukashangaa ukaanza mazungumzo kwamba hichi ni cha kwangu, hichi au hichi ni cha wote. Yani kuna ubinafsi fulani unaweza kuanza kujitokeza, au issue za tuseme nini, possessiveness zikawa zimejitokeza. Kwa mfano, mtu anasema hichi ni cha kwangu, hichi ni cha kwetu wote. Hili jambo litajitokeza, lakini usiwe na wasiwasi, kwa sababu kama nilivyosema awali, kwa nyota hii planeti zote, sayari zote ziko aligned na nyota yako, na utaweza kupata msaada kwenye jambo hilo. Cha msingi usikate tamaa, endelea kulifanya. Na hapa sasa ni sehemu ambayo unaweza ukatupigia simu, ukatutumia message, na tukaweza kujibu namna gani unaweza ukafanya kwa kipindi hicho ambapo jambo hilo litajitokeza, ambalo linaonekana kidogo litakuwa ni sio rahisi, na siwezi kusema litakuwa ni rahisi hapa. Kwa hiyo cha msingi, kama utapata nafasi, tupigie simu, tutumie message, tuangalie basi chat yako ilivyo na namna gani ambayo unaweza ukatoka kwenye namna hiyo, huo ubishani wa namna hiyo ambao unaweza kujitokeza aidha kwenye biashara ya pamoja, kwenye jambo unalofanya pamoja. Hiyo situation ya namna hiyo, namna gani unaweza au kama kuna wengine tayari labda wameshaanza kuona dalili, kama watakuwa kwenye partnership tayari, mwenzake anaweza akaanza kumwambia, unajua mimi ndio nimetoa fedha nyingi, wewe hapa una kitu, wewe unaweza kusema mimi nimechangia muda wangu hapa nini. Kwa mambo kama haya yanaweza kujitokeza, lakini the best thing ni kwamba planets ziko aligned na zodiac yako ama kundi lako la nyota, na unaweza ukapata msaada mkubwa sana. Na kwa hiyo tupigie simu, tutumie message kwenye WhatsApp na kadhalika, na sisi tutakuwa tuna uwezo wa kusupport, kuweza kukushauri namna gani unaweza ukafanya na ukapata msaada. Na kwa wale wenye nyota ya Scorpio, aunge pia tupigie simu. Kuna mambo mengi sana ambayo tunazungumza, ambayo unaweza ukapata faida kwa kutupigia simu. Mpaka wakati mwingine na muda kama huu, usisahau kusubscribe, kubonyeza kengele kadhalika, na tusupport kwa kutupigia simu, kuuliza maswali na kadhalika, katika yoyote yule mwenye kundi lake la nyota, mwenye kutaka kujua mambo ya kila siku yanaendelea kwenye maisha yake kila siku, wiki, mwezi, mwaka, kwa kalenda yako wewe hapo inasemaje, maisha yako yanasemaje, unaweza tukakusupport na pia ukapata faida sana. Mpaka wakati mwingine, nasema tena asanteni sana.